Kwa jina naitwa Jamali Fitina Abdalla Lusagula, ni mzalendo na mkuu wa Kigoma, lakini shughuli zangu ziko jijini Dar es Salaam. Kwa sisi kwa Tanzania kwanza sio desturi kufanya maandamano. Palikuwa pana maandamano, palikuwa ni vibaka tu. Magenge wa wahuni watu wachache. Muandamano lazima awe na bango ufisha ujumbe. Sasa waandamaji wanaenda kuvunja maduka au waandamani wezi. Kwa ni vibaka kama vibaka wengine. Tumeasilika kwa sababu tumekaa ndani karibia wiki nzima lockdown, na vile vile katika ukandani wiki hiyo mahitaji yalikuwa katika mazingira magumu sana. Vyakula vimepanda bei, hela tunazo pa kununua na kio inakuja kuwa shida sana. Baada mama kuapishwa Dodoma, matukio haya hayakuendelea tena. Baada ya hapo rais akasema tuendelee majukumu yetu ya kila siku. Vile vile kwa sisi wakati jiji la Dar es Salaam tunaipongeza sana jeshi la polisi. Limefanya kazi kubwa sana. Yaani kamati ya ulinzi na usalama ya jiji la Dar es Salaam ikishirikiana na mkuu wa mkoa Bwana Albert Salamira imefanya kazi kubwa sana kuweza kudhibiti wahalifu haya, kuwadhibiti wahalifu hawa waliozua taharuki sitokuwafahamu. Vile vile watu hao waliochoma vituo na vitu mbalimbali, naomba sheria ifuate mkondo wake, kama vinginevyo wakibainika hiyo fundisho kwa watu wengine matukio haya yasijirudie. Kwa jina naitwa Abdalla Mawata, ni mkazi hapa Dar es Salaam. Nilikuwa naongelea kwa hali tuliyopitia hapa katikati, changamoto tuliokuwa tumepitia hususan katika swala la uchaguzi uliokuwa umepita. Hali kifupi kwamba watu waendelee kukaa ndani baada ya machafuko baadhi ya sehemu na sehemu ilikuwa imetokea. Kwa hiyo hali kiuchumi ilikuwa ni mbaya zaidi baada ya vitu vilikuwa vimepanda juu zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi hali ilikuwa mbaya sana. Tunashukuru Mungu baada ya kutoka tamko mama kuturuhusu tuendelee kufanya kazi zetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana, na tamko linaendelea kufanywa kazi kama hivi, tunaendelea kufanya shughuli zetu kwa amani kabisa, na naomba amani izidi kuendelea. Unaona, tuendelee kufanya shughuli zetu ile hali sijitokeze tena, maana yake inakuwa ni mbaya sana kwa sababu kwanza hatujaizoea hali kama hii.